Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Naitwa Mchungaji Daudi Maira Magolima kutoka Kanisa la Mennonite Tanzania, Dayosisi ya Mashariki, Jimbo la Kisota. Nichukue nafasi hii, mpendwa mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu, familia ya Mungu, kukukaribisha kwenye kipindi chetu kinachosema Anza na Bwana au Amka na Bwana. Kipindi kilichopita nimetafakari na wewe na ninaendelea kutafakari na wewe juu ya agizo kuu la Yesu Kristo, kwamba kuna vitu vya muhimu vya kuzingatia. Kipengele kilichopita au kipindi kilichopita nilisema kuna neno kuhubiri. Kwenye agizo kuu, Yesu anataka tukaihubiri Injili. Inayoweza kuponya watu kutoka kwenye magonjwa ya aina mbalimbali, kutoka kwenye vifungo, kutoka kwenye laana, kutoka kwenye mikosi, kutoka kwenye changamoto za aina mbalimbali. Nikasema bila Injili kuhubiriwa, watu wataendelea kuwa wagonjwa, na kama watu wataendelea kuwa wagonjwa, hawatatubu, hawataungama dhambi zao, hawatamkiri Kristo, hawatamwamini Kristo, watapoteza sifa ya kuwa watoto wa Mungu, wana wa Mungu, familia ya Mungu. Kwa ni lazima tukaihubiri Injili, ili Injili ikatuwezeshe kupata kupona, Injili ikatuwezeshe kufanya toba, ili tumgeukie Bwana, tumrudie Bwana. Lakini leo nataka tena niongee kipengele kingine cha muhimu tunachokipata kwenye agizo kuu la Yesu Kristo alilowaagiza wanafunzi wake. Jambo lingine la muhimu alilowaambia wanafunzi wake, na sisi ambao ni wanafunzi wake tunatakiwa kuzingatia, ni kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wa Yesu. Yesu anataka kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wake. Ndugu mpendwa, mtoto wa Mungu, familia ya Mungu, kuna heshima kubwa sana, kuna baraka na kibali kikubwa sana cha kuwa mwanafunzi wa Yesu. Kuwa mfuasi wa Yesu, kuwa mwanafunzi wa Yesu. Unapokuwa mwanafunzi wa Yesu, siyo jambo la kawaida. Ni jambo la muhimu sana. Utafuata kila kitu ambacho Yesu anataka. Utazingatia kila kitu ambacho Yesu anataka. Utatekeleza kila kitu ambacho Yesu anataka. Watu wengi tunapenda kuwa wanafunzi wa Yesu, lakini hatuwezi kuwa wanafunzi wa Yesu, aidha kwa sababu hatujapokea Roho Mtakatifu anayetutia nguvu, anayetuongoza, anayetuimarisha. Sasa kama hatujapokea, hatuna nguvu ya Roho Mtakatifu, hatuna Roho Mtakatifu, tutakuwaje wanafunzi wa Yesu? Tunaweza tukawa tu ni Wakristo wa kawaida au waumini wa kawaida, lakini si wanafunzi wa Yesu. Mwanafunzi wa Yesu anajijua.
Mwanafunzi wa Yesu anajitambua. Mwanafunzi wa Yesu anajielewa. Mwanafunzi wa Yesu anajua kusudi la Yesu Kristo kutoa agizo kuu kwa wanafunzi wake, anajua, na hataweza kukaa tu kwenye maisha yake. Atahakikisha anatekeleza kipengele kimojawapo cha agizo la Yesu Kristo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ameshakwisha kujitambua, ameshakwisha kujielewa, ameshakwisha kujijua. Wakati mwingine huwa anafundisha na kuuliza maswali kanisani, hata kama anahubiri juu ya waumini, wakati tumekaa kujitathmini na kujiangalia. Unapoona waimbaji wanaimba, unapoona kuna vijana wanafanya kazi kanisani, je, unapowaona pale utakuta kuna mtu uliyemfanya kuwa mwanafunzi wa Yesu? Ndio maana anaimba kwa ujasiri, ndio maana anamsifu Mungu kwa ujasiri, ndio maana anamtukuza Mungu kwa ujasiri. Kubali kuwa mwanafunzi wa Yesu ili uweze kuimarika. Jambo lingine, elewa kwenye agizo la Yesu kuna kufanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Sio tu tunawahubiria, tunawaacha, lazima tuwafanye kuwa wanafunzi wa Yesu. Sasa tutawafanyaje kuwa wanafunzi wa Yesu? Tukimaliza utajua. Mungu atusaidie sana. Hebu angalia kwenye wokovu wako ulio nao. Inawezekana una miaka 10, 15, 20, 5, 30, 40, lakini hujafanya mtu yoyote kuwa mwanafunzi wa Yesu. Hakikisha unamfanya mmojawapo kuwa mwanafunzi wa Yesu. Tunapofanyiana kuwa wanafunzi wa Yesu, maana yake tunakuwa na uwezo wa kuzalisha. Kanisa lote linaweza likawa wote ni wanafunzi wa Yesu, lakini leo hii ni makanisa machache yanayofanya waumini kuwa wanafunzi wa Yesu, kwa sababu hata sisi wachungaji tumeshindwa kuhakikisha kumfanya mtu mmoja tu kuwa mwanafunzi wa Yesu, alafu na yeye yule uliyemfanya kuwa mwanafunzi wa Yesu akamtafute mmoja tu naye awe mwanafunzi wa Yesu. Mungu tusaidie sana. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen.